Kwenye unangu na Saleh Alijembe tupige na story namna ambavyo anauona mchezo wa marudiano wa kombe la shirikisho barani Afrika unaokutanisha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club dhidi ya Al Masry na tayari kutokea jana saa 5 asubuhi wapo kwenye ardhi ya Kizimkazi kwa ajili ya kuwavaa Simba siku ya Jumatano saa 10 kamili za jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Boss, tuko vizuri? Vizuri sana. Kwema kabisa. Alhamdulillah. Niambie. Tumeshuhudia mchezo wa mkondo wa kwanza wa kombe la shirikisho barani Afrika. Simba akipoteza mabao mawili mbele ya Al Masry, anakuja kurejea nyumbani. Kwenye mahojiano yetu ya mwisho ulisema Simba kama angetumia matokeo yake ya kwenye makundi yalikuwa yanamnufaisha zaidi kwa namna ya matokeo aliyopata kwenye group stage, lakini ameenda ugenini, ameruhusu idadi kubwa mabao ambayo ameiweka nusu finali rehani. Kwanza unazungumziaje hilo? Sema Simba hawajaanza na mguu mzuri kama ambavyo mara zote wamekuwa wakianza na mguu mbaya kwenye mechi za robo finali. Na siku hiyo nilisema kwamba mechi ya kwanza ya robo finali ndio imekuwa tatizo kubwa sana kwa Simba. Mechi ambayo hata ukiangalia ile walioanzia nyumbani pia hawakufanya vizuri. Nafikiri washinda bao 1-0. Lakini wanapokwenda ugenini unaona na Kaizer walipoteza bao 4. Safari hii wamepoteza bao 2. Unaweza ukasema wameanza vibaya, lakini wana nafasi ya kurekebisha, na kurekebisha kutakuja kwenye mechi sasa hii inayochezwa Jumatano. Mashabiki wengi kama wana hofu na kikosi cha Simba namna kinavyo perform, ingawa katika mchezo dhidi ya Al Masry wali dominate game lakini walishindwa kufunga. Unalionaje? Hakuna faida yoyote kudominate game alafu zile nafasi ya uzigeuzi kuwa mabao, na hauwezi ukapata ushindi bila ya kufunga. Simba kiukweli kwa maana ya takwimu inaonekana walicheza vizuri, lakini kwa maana ya matokeo na walichokuwa wakikihitaji walicheza vibaya. Kwa kuna tatizo kwa Simba lilitokea ambalo ninaamini watakuwa wameanalyze na wanapaswa kulifanyia kazi kwa ajili ya kurekebisha. Kwa sababu kilichonishangaza mimi Simba walivyokuwa wakicheza ilikuwa utafikiri kila mtu alikuwa ameahidiwa kifungo, labda unapewa dola 10,000 au 20,000 au kuna zawadi yako ukishinda. Kwa kila mtu alikuwa anachukua mpira anakimbia yeye mpaka afike mbele apige shuti au agongane na mabeki aanguke mpira uchukuliwe. Kulikuwa kumekosekana umakini mkubwa na hasa kwenye ile zoni ya mwisho ambao Simba ndio wanakwenda kucheza na adui. Unajua kitu kilicho kinanishangaza sana. Nilikuwa na hesabu ukiangalia kwenye zile takwimu kwamba wale wamefanya shots on target 2, wamefunga mabao 2. Na Simba ndio walionekana ni timu kubwa, timu ina uwezo kuliko wao ambao walikuwa wapo nyumbani. Kwa kulikuwa kuna shida kubwa kwa kweli, na Simba wanapaswa walifanyie kazi hilo, na ninaamini watakuwa wamelifanyia kazi. Bahati nzuri sana kocha Fadlu Davids amekuwa muungwana, amekiri kwamba kulikuwa kuna tatizo. Ukiona mtu anakiri hivyo maana yake ujue kuna nafasi ya kulifanyia kazi lile tatizo. Watu wengi wanahisi kama sio Waarabu wakali. Ukitazama Al Masry wanaona kabisa sio Waarabu wakali, na hata walipokuja Tanzania hawakuja na vurugu kama tumewazoea kwa Al Ahly au Berkane wanapokuja na vitu vyao, lakini hao wamekuja tu simple na wamekubali kupewa basi. Hatujaona vurugu zote zikitokea airport. Hawa wana record ya kuitoa Simba kwenye michuano ya CAF. Na nimesahau kidogo kinafikiri mechi hapa ilikuwa sare ya 1-1 au 2-2. Alafu tukasafiri kwenda niwaambie ile mechi ukaenda vurugu sana, kule ikawa bila. Ni timu ambayo inawezekana isiwe na vurugu nyingi sana au kelele nyingi sana, lakini ni timu ambayo ina uwezo wa kufanya vitu vyake kwa utaratibu sana. Kwa sababu kama unaona hapa walikuja wakapata sare ya 2-2, kule wakaenda bila. Ukiangalia Simba ilitolewa kwa sare, lakini kilichowatoa Simba ni hesabu za Al Masry hapa kwa kupata mabao 2 ya ugenini. Tayari kwenye nusu finali, robo finali au nusu finali au finali, zinapochezwa mechi 2 unahesabu dakika 180. Dakika 90 za kwanza zimeshachezwa. Mwenye advantage mpaka sasa ya kusonga mbele ni Al Masry. Simba wanakuja kujaribu kwanza kuiua advantage hiyo ya Masry, alafu baada ya pale kupambana kwa zidi Masry na kwenda kusonga mbele. Simba wana mlima wa bao 2. Masry wakija hapa wakafunga bao 1, kwa Simba utakuwa ni mlima mkubwa sana. Kwa hiyo Simba ndio wako hatarini zaidi. Na wachezaji wa Simba wasibweteke yale maneno ya kusikia kwamba wakuja tuwafunga 6, tuwafunga 7. Wanaweza wakatu surprise kwa sababu ni timu ambayo ya level inaocheza ligi kuu ya Misri. Ukiangalia hata mechi juzi wametoka sare na Pyramids, si ndio? Pyramids ni moja ya timu bora kabisa. Kwa hiyo kuna kitu cha kufanya
Simba kuchukulia serious, na especially hesabu nyingi zianze kwa Simba kuanzia kipindi cha kwanza. Dakika 45 kama zinaisha Simba hawajafanya lolote, ni tatizo kubwa sana. Au ikitokea kwenye football Simba wanaweza wakatanguliwa wakati majority ikiwa inaamini Simba ndio wataanza kufunga, Simba ndio watafunga magoli mengi. Kama watatokea Simba wametangulia, wanatakiwa utulivu, kuhakikisha wanacheza na kuweza kushinda. Ni mechi ambayo Simba wanaweza kushinda, lakini lazima watambue kwamba haiwezekani kushinda kwa wepesi, haiwezi kuwa rahisi. Kama wataichukulia kwa urahisi, basi wanaweza kukuta unashinda lakini yawe. Maana Simba kuna vitu viwili, kuna kushinda na kufuzu au kusonga mbele, lakini unaweza ukashinda na ukabaki pa 2-3 3-1, wale wana advantage, au pa 3-2, si ndio? Kwa hiyo yote inawezekana Simba akawa kwenye hatari zaidi kuliko wale Al-Masry, na ukizingatia Waarabu wana nia kupoteza muda, wanataka kukaa chini, wanataka si kufanya nini, kadhalika na kadhalika. Kwa ni jambo zuri sana Simba kama watapambana kuhakikisha hawadharau na hawaoni kama ni mechi nyepesi inayowezekana. Ni vizuri kuamini ni mechi ngumu ambayo inatakiwa ipambaniwe ili kuwezekana. Mashabiki kama wanaanza kupoteza imani na Ateba Mbida, nyavu hazitikisiki kule kwenye shirikisho. Kwa kweli anatakiwa ajirekebishe. Hata siku nimeona watu pia wakimlaumu referee, nimeona kweli ile penalty Simba kawanyima, lakini kosa moja la referee haliwezi kuifanya Simba ishindwe kutumia nafasi 5, 6, 7, 8 ilizozipata. Kosa moja la referee haliwezi likawa ndio ugumzo kuliko kiwango ambacho cha chini kimeonyeshwa na washambuliaji ambao wameshindwa kufunga. Na niliandika juzi mimi kuhusiana na kocha kwamba sasa anapaswa kusikiliza muziki wa Mukwala, sababu kila alipokuwa akijaribu kusikiliza midundo yake ilikuwa inamfurahisha, lakini bado anaonekana kama hamuamini na nini. Lakini ni vizuri sababu Ateba yupo, anaweza kaanza na Mukwala, kama Ateba atashinda akamuingiza Mukwala. Ni jambo ambalo linawezekana sana, lakini kuna kitu kingine mimi nilikiona watu hawajakizungumzia kabisa, au kama wamekizungumzia kwa chini kwa sababu unajua mashabiki nao wana tabia kuwapenda wachezaji. Kamara Pinpin ndio amekuwa tatizo kubwa la Simba katika ile mechi. Mashuti mawili, la kwanza lile imepita kwa wepesi sana, na mimi nikapata hisia kwamba huyu hakuwa fiti na match fitness hakuwa nayo. Nafikiri labda ulikuwa ni uoga wa benchi la fundi kuanza naye, jambo ambalo mimi nilifikiri labda uoga wangeanza naye angefungwa alisali moto, wangeambia kwa nini mlimweka nje Kamara, lakini bado kuna maelezo kwa sababu alikuwa ni majeruhi. Bao la pili talaumu bure, nimeona Simba wanasema offside, sio nini, mimi sikuona kama kuna offside, lakini mpira ule umekuja, kipa atakuwa auteme pembeni kwa sababu move ya watu inakuja kutoka nje kuja ndani katikati yake yeye. Hauwezi kurudisha ule mpira katikati, ni kitu cha ajabu, sababu bora umrudishie mtu wa pembeni apige tena cross au atakuwa ameshajipanga. Kwa hiyo ilikuwa ni kosa jingine la kiufundi la kipa. Kwa hiyo ukiangalia mabao yote mawili ni kosa la kiufundi la kipa. Sasa je, amekuwa fiti? Wamekaa wamezungumza naye au wamemwacha tu kwa sababu ni kipa wao bora, hawawezi kusema? Kwa hiyo ni jambo zuri sana pia wakaliangalia tatizo la goalkeeping ambalo limewafanya Simba waingie kwenye matatizo makubwa katika mechi hiyo. Eli Mpanzu, unazungumziaje kiwango chake na unampa nafasi gani katika mchezo wa marudiano? Amecheza vizuri, only anahitaji support ya wenzake pia. Hakuna timu inaweza ikawa inafanikiwa kushinda ikiwa na mchezaji mmoja tu. Wala mchezaji mmoja anakimbia peke yake, anakimbia anakwenda anapiga shuti, anakimbia anakwenda anapiga shuti, haiwezekani.